Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuridhia kuwa pamoja na sisi siku hii ya leo yenye majonzi na huzuni mioyoni mwetu, ambapo tumekusanyika kwa umoja wetu kumwaga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Cleopa David Msuya. Kwa pamoja tunatoa pole nyingi kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote. Mheshimiwa Rais, naomba uwepo wa viongozi wengi wa aina mbalimbali. Nisamehewe hapa kusema kwamba itifaki imezingatiwa badala ya kutaja orodha ya wote viongozi walioko hapa. Ndugu viongozi wa serikali, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki wa Tanzania wenzangu, tumekusanyika hapa kwa huzuni kuu na mioyo iliyojaa majonzi kuaga rasmi mmoja wa watumishi wa umma waliotumikia taifa letu kwa uadilifu, uaminifu, busara na moyo wa kizalendo wa hali ya juu, hayati Mzee Cleopa David Msuya. Nimesimama mbele yenu leo si kama miongoni mwa viongozi wenzake wa zamani, bali kama ndugu, rafiki na mshirika wa karibu katika utumishi wa taifa letu. Nimemfahamu Mzee Msuya zaidi ya nusu karne au miaka 50. Tulifanya naye kazi pamoja katika nafasi mbalimbali za serikali. Na nimejifunza mengi kutoka kwake. Nimejifunza mengi kuhusu uongozi, nimejifunza kwake kuhusu nidhamu kazini, nimejifunza kwake kuhusu kutanguliza mbele maslahi ya taifa badala ya maslahi ya mtu binafsi. Mzee Msuya alikuwa mtu mtulivu, asiye na papara, mwenye hekima ya hali ya juu. Alikuwa ni kiongozi aliyesikiliza kwa makini kabla hajazungumza, na kila alipozungumza alizungumza maneno yenye busara na yenye mshiko. Katika kipindi cha utumishi wake alishika nyadhifa mbalimbali zenye uzito mkubwa wa madaraka, ikiwa ni pamoja na kuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika nyadhifa zote hizi alijipambanua kwa umahiri wa kupanga sera, udhibiti wa matumizi ya rasilimali na usimamizi wa uchumi wa taifa. Nilifanya naye kazi kwa karibu sana, hasa katika kipindi kigumu cha uchumi ambapo tulilazimika kuchukua hatua ngumu kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Mzee Msuya alikuwa ni mtu jasiri na mwenye maono.
Hakuyumbishwa na vishindikizo vya ndani ya nchi wala nje ya nchi. Alisimamia misingi ya haki, uwajibikaji na uwazi, na alithamini sana mashirikiano ya kitaifa. Mbali na kazi ya serikali, Mzee Msuya pia alishiriki kikamilifu katika siasa za nchi yetu kwa weledi mkubwa. Alikuwa mwanachama wa TANU kwanza na baadaye CCM, na daima alihimiza siasa za hoja, maadili na heshima kwa kila mtu. Alikuwa ni daraja la kizazi cha waasisi na taifa la kizazi cha vijana viongozi wapya. Tanzania imepoteza hazina. Sisi tuliobaki tunabeba wajibu wa kuendeleza misingi aliyoisimamia, aliyoiamini na kuisimamia. Tunapoomboleza leo na kisha kwenda kumzika kwenye nyumba yake ya milele, tuendelee kumwenzi kwa vitendo vyetu vya kuwa waadilifu, wanyenyekevu na wenye kuzingatia umuhimu na kuliweka taifa letu mbele. Pumzika kwa amani. Mzee Cleopa Msuya, umemaliza wajibu wako kwa heshima na hofu ya Mungu. Taifa linakushukuru. Asante. Asante. Tunakushukuru kiongozi wetu Mzee John Samuel Malichela kwa niaba ya mawaziri wakuu wastaafu. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitambue uwepo wa viongozi wote wa kitaifa, viongozi wa bunge pamoja na mahakama na watumishi wote wa serikali mlioko hapa, watoto, wajukuu na ndugu na marafiki wa marehemu pamoja na viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais, nayo nafasi fupi ya kutoa salamu, na salamu hizi ni za pole kwako wewe Mheshimiwa Rais kwa kufiwa na kiongozi aliyekuwa mtumishi katika nafasi mbalimbali ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufikia ngazi ya kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu na baadaye kustaafu. Tunakupa pole hii. Tunatambua ulipata nafasi ya kukutana naye wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro ulipokwenda kuuzindua mradi mkubwa wa maji ambao ulikuwa ndoto ya marehemu kwa miaka mingi kwa wilaya za Mwanga, Same na maeneo mengine jirani
kupata maji yale, fursa ile ilikupa nafasi Mheshimiwa Rais kupata mawili matatu kutoka kwake. Mheshimiwa Rais, tunakupa pole, lakini pia hata sisi ambao tunafanya nao kazi, tunafanya kazi ofisi ya Waziri Mkuu, tumenufaika na tunaendelea kunufaika na mchango wake toka utumishi wake akiwa Waziri Mkuu, nyaraka mbalimbali ambazo alizifanyia kazi, maelekezo ambayo kwa sasa yanaendelea kufanya kazi, nasi pia tumeguswa na msiba huu. Mheshimiwa Rais, nitoe pole kwa familia, watoto, ndugu na marafiki kwa kuondokewa na mzazi wetu, baba yetu, ambaye wasifu wake umeelezwa vizuri sana na Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi pamoja na dada yetu mtoto marehemu, wasifu ambao umeeleza namna ambavyo amekuwa bora katika familia, lakini pia kwenye utumishi wake ndani ya serikali, na sikusudii kurudia. Nataka nitumie nafasi hii kutoa pole kwa watumishi wa umma na wote walioguswa na msiba huu. Tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa anaendelea kutupa ushauri wa namna kutekeleza majukumu yetu ndani ya serikali, akisisitiza kutenda kazi kwa uaminifu, uadilifu, lakini pia na weledi wa hali ya juu kwa lengo la kutoa matokeo. Mheshimiwa Rais, baada ya kutokea kifo cha kiongozi wetu mstaafu hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya, pamoja na miongozo ya serikali lakini pia maelekezo yako, tumefanya maandalizi ya kutosha yanayopelekea kwenda kumhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Kutoka mwanzo akiwa Mzena, tulipompeleka kama mwili pale Lugalo, na baadaye nyumbani kwa marehemu hapa jijini Dar es Salaam. Maandalizi yameendelea na yako kwenye maandalizi mazuri pale Mwanga, lakini kule Usangi maandalizi yote yapo. Na kule Usangi tumepeleka timu ya mawaziri na makatibu wakuu na watendaji wengine serikalini. Nataka nikuhakikishie maelekezo yako yote yameendelea kutekelezwa na hali ni mzuri ya kwenda kumfikisha kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, nataka tukushukuru kwa kutupatia ndege itakayobeba mwili wa marehemu pamoja na wanafamilia kesho asubuhi ili kufika mkoani Kilimanjaro na baadaye Mwanga, ambako wana Mwanga na majirani na yeyote aliyeguswa na msiba huu atapata nafasi ya kuaga pale Mwanga mjini kesho, na baadaye jioni tutakwenda kijijini Usangi ambako kesho kutwa kutakuwa na hatua za mwisho za kwenda kumlaza kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi ndogo niliyopewa ya kutoa salamu, tunakushukuru kwa maelekezo yako kwa ujumla, na nikuhakikishie kwamba safari hii ya mzee wetu tunaendelea kuiratibu vizuri. Mheshimiwa Rais, nikupe pole familia na wengine wote, na nimalize kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio alitoa na sasa anatoa, na jina lake lihimidiwe. Asante sana kwa kunisikiliza. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya salamu hizo za pole kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, inaomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa salamu. Mheshimiwa Rais, karibu.